Very good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد يكون حميدي الله جل وعلا na kumtakia sala na salamu kipenzi chetu na nabii wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Tunaendelea na darsa yetu hii ya risala hii at-tamassuk bi sunnati an-nabawiyya wa atharuhu, kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na athari zake. Kitabu kinazungumzia habari ya kushikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini tulifika pahala mtunzi wa kitabu akasema katika mambo ambayo mtu wa sunna au mtu anaoshikamana na sunna anapaswa kuyachukia, mojawapo ni kuchukia bid'a. Bid'a maana yake ni jambo lililozushwa katika dini ambalo halikuwemo katika dini. Katika hayo Al-Sheikh rahmatullahi alayhi katika muhadhara wake huu akajikuta kwamba yuko katika mnasaba wa mwezi wa Rajab, akalazimika kuandika kitu katika yale yanayozuliwa katika mwezi wa Rajab. Ikawa watu wanayafanya wakidhani kwamba ni mambo katika dini, na kumbe ni vitu ambavyo havina asili katika dini, vimezuliwa. Miongoni mwa hayo Al-Sheikh rahmatullahi alayhi akataja salatu raghaib, ambayo husaliwa katika Ijumaa ya mwanzo katika mwezi wa Rajab. Akalielezea hilo kama tulivyoona katika darasa iliyopita, na akataja mambo kadhaa mpaka leo tunaingia katika jambo la sita.
بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه. لستة قال أمسيما الشيخ رحمة الله عليه في شهر رجب كان الإسراء والمعراج في المشهور عند الناس في العصر المتأخرة. صحيفة 30 نموذج. في شهر رجب anasema katika mwezi wa Rajab kana al-Isra wal Mi'raj fi al-mashhur 'inda an-nas, limekuwa jambo la ile safari ya mtume ya Isra ya kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas usiku, ndio safari ya al-Isra wal Mi'raj, na nyingine ni safari ya kutoka Baitul Muqaddas kupanda juu kwenda zake mbinguni. Ile ndio yaitwa al-Mi'raj. Kutoka Makka mpaka Madina yaitwa al-Isra, safari ya usiku hiyo. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Hiyo ndio safari ya al-Isra. والمعراج إلى سفاري كتب قبالك ولا زكي بنقول. وشيخنا سمى في شهر رجب كتموزي ورجب كان الإسراء والمعراج في المشهور عند الناس في العصر المتأخرة. limekuwa jambo la safari ya Isra na Mi'raji ni mashuhuri sana mbele ya watu في العصر المتأخرة katika zama zilizokawia, zama zilizokuja baadaye. Yani al-Sheikh rahmatullahi alayhi anakusudia kuonesha kwamba jambo hili si kwamba lilikuwa halijulikani kwa masahaba, au si kwamba lilikuwa halijulikani kwa matabiina na atba'u tabiina, la, wakilijua, lakini limeshika kasi, limekuwa mashuhuri sana mbele ya watu kwamba ni jambo la kushughulikiwa mno fi al-asr al-mutaakhira, katika zama za baadaye, zama zilizokawia. Yani sio zama hizo za masahaba na matabiin, ni zama zilizokuja baadaye. tena limekuwa kwao fi lailati 27, katika usiku wa mwezi 27, mwezi wa Rajab, tarehe 27 ya Rajab. ويقيمون لذلك احتفالات، na wanasimamisha kwa ajili ya jambo hilo la Mi'raj, la Isra na Mi'raj, maadhimisho, mikusanyiko. Inakuwa ni siku ya watu kukusanyika. Kesho Mi'raji, tangu leo Mi'raji, pahala fulani watu watakusanyika, msikiti fulani watu watakusanyika, jengo fulani watu watakusanyika, ukumbi fulani watu wanakusanyika kwa ajili ya kuadhimisha siku ya Mi'raj, ambayo mtume alitoka Makka kwenda zake Falastini, na kutoka pale Falastini Baitul Muqaddas kwenda zake Mi'raj. Sheikh anasema wa rubbama ja'alu yawmaha utlatan rasmiya, na huenda watu wakajalia siku yake hiyo, yani hiyo siku ya Mi'raj, utlatan rasmiya, ikawa ni siku ya mapumziko rasmi, hakuna watu kwenda kazini kwa sababu ni siku ya Mi'raj. Sheikh anasema ikiwa hivyo ndivyo ilivyo,
وهذا يحتاج إلى إثبات أمرين. Jambo hili lahitajia kuthibitisha mambo mawili ili liwe ni jambo la kushughulikiwa na kupewa kipaumbele na kuadhimishwa na jambo la kiibada, lahitajia mambo mawili. Al-amru al-awwal, jambo la mwanzo, minan nahiyati tarikhia, lahitajia jambo hili kuthibitika kwake katika upande wa kihistoria. Visomwe vitabu vya kihistoria, ziangaliwe riwaya zilizokuja kutaja jambo hilo, tarehe hiyo ndiyo ni sawasawa, riwaya ni sahihi, jambo limethibiti. Lahitajia hivyo kwanza kabla ya watu hawajakusanyika na kuadhimisha kuhusiana na siku ya al-Isra wal Mi'raj. Hilo la mwanzo. Wal-amru thani, na jambo la pili ambalo lahitajia kuthibitishwa, minan nahiyati ta'abbudiyya, katika upande wa kiibada sasa, biiqamati al-ihtifali fiha, kwa kusimamisha kuadhimisha jambo hilo ndani ya siku hiyo, kukusanyika watu na kufanya kuadhimisha jambo hilo katika siku hiyo. Kwa hiyo yahitajika mambo mawili: kwanza upande wa kihistoria, na pili upande wa kiibada. Je, ni ibada? Ithibitike hivyo, ithibitishwe. Sheikh anasema fa amma al-awwal, amma lile la mwanzo, anaanza lile mwanzo la kuthibitika au kuthibitisha katika upande wa kihistoria, lini ilikuwa safari ya Isra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka mpaka Baitul Muqaddas, na kutoka Baitul Muqaddas kwenda zake mbinguni, ilikuwa lini? Hili linahitaji ithbati. Kwa hiyo la mwanzo anasema faqad ikhtalafa al-ulama fi dhalik, wameikhtilafiana maulama katika jambo hilo, lini, mwezi gani ilikuwa safari hiyo ya Mi'raji ya Mtume kwenda. Kwa hiyo watu wakisema mwezi 27 Rajab tunaadhimisha safari ya Isra ya Mtume kwenda Mi'raj, wanatakiwa kwanza wathibitishe ilikuwa kweli mwezi 27 Rajab au haikuwa siku hiyo. Katika jambo hilo lini ilikuwa, faqad ikhtalafa al-ulama fi dhalika, wanawazuoni wakubwa wameikhtilafiana katika jambo. Anasema fadhakara Ibn Kathir fi al-bidayati wan-nihaya, ametaja mwanachuoni Ibn Kathir, mwanachuoni mkubwa wa Kishafii. Ametaja Ibn Kathir, al-Hafidh Ibn Kathir, katika kitabu chake kinachoitwa Al-Bidayatu wan-Nihaya, kitabu cha historia hicho cha Ibn Kathir cha tarikh. Ametaja katika juzuu ya 3 ukurasa 119 tabaa ya Al-Fajala, bi maana tabaa, chapa. Ukurasa huo unapatikana katika kitabu hicho, lakini ile chapa ya Al-Fajala iliyochapishwa hapo Al-Fajala Misri, hapo Qahira. Kwenye kitabu hicho cha Ibn Kathir imekuja ani Zuhri wa Urwa, kuna riwaya imekuja inayotokana Zuhri na Urwa,
Hawa ni wanawachuoni wakubwa wa hadithi, tena ni matabi'i, ni wanazuoni wakubwa katika ilmu na katika fani ya hadithi na fikri. Tena si wanazuoni wa zama za leo. Al-Imam Az-Zuhri na Urwa matabi'i. wamesema annahu kana qabla khuruji an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ila al-Madina bisana. Safari ya mtume hiyo ilikuwa kabla ya mtume kutoka kwenda Madina, kabla ya mtume kuhamia Madina bisanatin, kwa mwaka mzima nyuma. Kwa hiyo mtume kenda Isra kwanza na Mi'raj, kisha akakaa pale Makka mwaka mzima, baadaye ndo akatoka akaenda Madina. Ilikuwa hivyo. Sheikh anasema sasa, ikiwa hivyo ndivyo ilivyo kama alivyosema al-Imam Az-Zuhri na Urwa, fayakunu fi Rabi'i al-Awwal. Kwa hiyo safari ya mtume ya Isra na Mi'raj ilikuwa katika mwezi wa Rabiul Awwal. Itakuwa ni Rabiul Awwal na sio Rajab. Sisi kwa nyumbani mashuhuri tunasherehekea mwezi gani? Wa Rajab, mwezi 27 Rajab ndio tunasema ndio siku ya Mi'raj, na wengine hufunga jana wake mwezi wa Rajab. Lakini al-Imam Az-Zuhri yuko katika enzi za matabi'in na Urwa wanasema ilikuwa mwaka mmoja kabla ya mtume kuhamia Madina. Ibn Uthaymeen anasema basi itakuwa fayakunu, anasema Ibn Kathir fayakunu fi Rabi'il Awwal. Kwa hiyo safari hiyo ya mtume itakuwa si mwezi wa Rajab, itakuwa ni katika mwezi wa Rabiul Awwal. Sisi kwa Kiswahili tunasema mfungo ngapi huo? Mfungo 6. Wazi? Tayeb. Wa ani Suddi, na kutokana na mwingine As-Suddi, mufassiri wa Qur'an, tabi'i vile vile. Yeye huyu ni mwanazuoni wa zama hizo, sio leo. Anasema annahu kana qabla muhajirihi bi 16 shahran. Ilikuwa safari ya mtume ya kutoka Makka kwenda zake Baitul Muqaddas ya Isra na Mi'raj ilikuwa kabla ya kuhama kwake mtume kwa miezi 16. Ilikuwa hiyo safari kabla ya mtume kwenda Madina kwa miezi 16 nyuma huko, ndio hiyo safari ilikuwa. Ikiwa hivyo ndivyo anavyosema As-Suddi, fayakunu fi Dhil-Qa'ada. Kwa hiyo safari ya Isra na Mi'raj itakuwa katika mwezi wa Dhul-Qa'ada, ambao sisi kwa Kiswahili tunahitaji mfungo pili. Wazi? Kwa hiyo mpaka hapo kuna mkanganyiko tayari, kuna ikhtilafu. Az-Zuhri na Urwa rahmatullahi alayhima wao wanasema kabla ya mtume kwenda zake Madina kwa mwaka mmoja nyuma ndio hii safari ilikuwa. Ikiwa hivyo ndivyo, itakuwa ilikuwa mwezi gani? Rabiul Awwal, mfungo 6. As-Suddi rahmatullahi alayhi yanasema la, ilikuwa kabla ya mtume kuhamia Madina. Safari hii mtume alikwenda kwa miezi 16 nyuma kabla hajaingia Madina, hajaingia Madina. Kwa hiyo ikiwa hivyo ndivyo, safari ya Isra na Mi'raj ilikuwa katika mwezi wa Dhul-Qa'ada, yani mfungo pili. Hapo pana khilaf, pana ikhtilaf.
anaendelea kusema waqad awrada al-Hafidh Abdul Ghani bin Surur al-Maqdisi fi siratihi, ameleta al-Hafidh Abdul Ghani bin Surur al-Maqdisi kwenye sira yake hadithan, ameleta hadithi huko kwenye sira yake, kisira yake, kitabu chake tuandika cha sira, ameleta hadithi huko, la yasihu sanadu, hadithi ambayo sanadi yake si sahihi, bimaana si hadithi sahihi. Yeye anasema annahu kana lailata as-sabi'i wal-'ishrina min shahri Rajab, kwamba safari hiyo ya Mtume katika hadithi hiyo ilikuwa usiku wa 27 katika mwezi wa Rajab, hadithi ambayo sanadi yake si sahihi. Mpaka hapo tuna kauli ngapi? Tatu. Safari ya Mi'raj ilikuwa lini? Isra na Mi'raj, wako waliosema ilikuwa Rabiul Awwal, tena ni wanachuoni wakubwa wa kitabii. Khalafu wako waliosema kama vile Suddi ilikuwa mwezi wa ngapi? Dhulqaada. Na al-Hafidh Abdul Ghani bin Surur al-Maqdisi yeye kaleta hadithi kwenye kisira yake kwamba ilikuwa mwezi 27 Rajab. Kwa hiyo mpaka hapo kuna tofauti ya nini? Miezi. Kisha shaka anasema wa minan nasi, na katika watu man yaz'umu, yuko ambaye anadai annahu kana awwala lailati jum'atin min Rajab, kwamba safari hiyo ya Isra na Mi'raj ilikuwa katika usiku wa Ijumaa ya mwanzo ya mwezi wa Rajab, wa hiya lailatur raghaib, na huo ndo ule usiku wa ile waraghaib allati uhdithat fiha salatu mashhura, usiku ambao imezuliwa ndani yake sala mashhuri sana. Sala gani inaitwa hiyo? Salatu raghaib, tulizungumza katika darasa lililopita. Wala asla lidhalika, wala hakuna asili katika jambo hili, kuna asili katika dini. Wallahu a'lam, na Allah ndiye ajuaye. Kisha anasema intaha kalamuhu bimaanahu, yameisha maneno yake hapo kwa maana yake, au lafdhihi, au kwa tamko lake, lakini hivyo ndivyo alivyosema. Kwa hiyo mpaka hapo yule ambaye anafunga funga ya Mi'raj mwezi 27 Rajab, anafunga kwa kubahatisha, kwa sababu wakuu katika ahlul ilm tena matabi'in hawana kauli moja kwamba ilikuwa lini siku ya Mi'raj. Kisha anaendelea kuleta Ibn Uthaymeen, anasema wa dhakara as-Safarini fi sharhi aqidatihi, na ametaja as-Safarini kwenye sharhi aqida yake, aqidatu as-Safariniya, na kitabu aqidatu as-Safariniya. Kisha kitabu hicho akakifanya sharhi, katika sharhi inaitwa Lawami'ul Anwar. Anasema ametaja as-Safarini fi sharhi aqidatihi, kwenye sharhi ya hiyo aqida yake, juzuu ya pili ukurasa nambari 280, Anil Waqidi,
ametaja kwamba riwaya inatokana na Al-Waqidi an rijalihi, kutokana na rijal wake, watu wake, anna al-Masra wal-Mi'raj, kwamba safari ya Isra na Mi'raj fi lailati sabti, ilikuwa ni katika usiku wa Jumamosi, li 17 lailatan khalat min Ramadan, usiku wa 17 baada ya kupita katika siku za Ramadhani, usiku wa 17 Ramadhani. Kwa hiyo kuna kauli kwamba safari ya Isra na Mi'raj ilikuwa lini? Mwezi wa Ramadhani. Kuna kauli ilikuwa Dhulqaada, kuna kauli ilikuwa Rabiul Awwal. طيب anasema fi sanati thani في السنة الثانية عشر من المبعث. Hii anasema ilikuwa ni katika usiku wa 17 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 12 baada ya mtume kuja, kabla alhijrati, kabla ya mtume kuhama, bi 18 shahran, kwa miezi 18. Warawa aidan, na vile vile amesimulia huyu, an ashiyakhi lahu, kutoka kwa mashekhe zake, qalu, kwamba mashekhe zake wamesema, usriya bi rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lailata 17 min Rabi'il al-awwal, alipelekwa mtume safari hiyo ya Isra ya usiku wa 17 wa mwezi 17 min Rabi'il al-awwal, katika mwezi wa Rabi'ul awwal, qabla al-hijrati bisanati, kabla ya mtume kuhama kwa mwaka mzima. Wadaa Abu Muhammad bin Hazm fihi al-ijma', na amedai Abu Muhammad bin Hazm kwamba kwenye kauli hii fihi ijma, ndio kuna kundi kubwa la wanazuoni wamekubali kauli hii. Kuna makubaliano hapo ya wanazuoni katika kauli hii. Anasema wa hadha qawl ibn Abbas, na hii ndio kauli ya Ibn Abbas, ndio msimamo wake Ibn Abbas sahaba. Wa Aisha, na ndio kauli ya Aisha mke wa mtume radhiyallahu anhum, Allah awira. ثم ذكر كلاما عن ابن الجوزي، kisha akataja maneno kutokana na Ibn al-Jawzi, annahu fi Rabi'il al-awwal, kwamba safari hiyo ilikuwa katika mwezi wa Rabi'ul awwal 6 au Rajab, au ilikuwa katika mwezi wa Rajab au Ramadhan, au ilikuwa katika mwezi wa Ramadhan. وذكر الحافظ ابن حجر، نعمتاج الحافظ ابن حجر في فتح الباري، kwenye kitabu chake Fathul Bari, ambao ni sharh ya Sahih Bukhari, juzuu ya 7 ukurasa nambari 203, fi babi al-Mi'raj, katika mlango wa al-Mi'raj من صحيح البخاري وتوه صحيح البخاري. أكثر ابن حجر أن العلماء اختلفوا فيه، كهسيانا سفاري يا معراج، سفاري إسراء معراج، نقوم بمولما مختلفيانا ndani jambo hilo، اختلافا اختلاف ambazo yazidu ala 10 aqwali, zinazidi ikhtilafu zao juu ya kauli 10, zaidi ya kauli 10. Huyu kasema hivi, huyu kasema vile, huyu kasema vile.
Wadhakara minha, na akataja miongoni mwa ikhtilafu hizo, annahu qabla alhijrati bisanati, kwamba safari hiyo ilikuwa ya mtume kabla ya hijra, kabla ya mtume kuhamia Madina kwa mwaka mzima nyuma. Qala ibn Sa'd wa ghayru, kauli hiyo ameisema Ibn Sa'di na wengine. Wajazama bihi an-Nawawi, na akapata maneno hapo al-Imam an-Nawawi, wa annahu qablaha bi 8 ashhurin, kauli nyingine, na kwamba ilikuwa safari hiyo kabla yake mtume kuhamia Madina kwa kitambo cha miezi 8 au 6 au miezi 6 au 11 au miezi 11 au sanatin wa shahraini au mwaka mmoja na miezi 2 au sanatin wa 3 au mwaka mmoja na miezi 3 au sanatin wa 5 au mwaka mmoja na miezi 5 au 18 shahran au miezi 18 au bi3 sinina au kwa miaka 3 au bi5 sinina au kwa miaka 5. Waqila, na pia imesemwa kana fi Rajab, ilikuwa safari hiyo katika mwezi wa Rajab. Hakahu Ibn Abd al-Barr, hiyo ameisimulia Ibn Abd al-Barr. Wajazama bihi an-Nawawi fi ar-Rawdah, na amekata maneno hapo al-Imam an-Nawawi katika kitabu kiitwacho ar-Rawdah, Rawdatu Talibin. Intaha, yameisha hapo maneno ya nani? Al-Hafidh Ibn Hajar. anasema shekhe, lam yadhkur ba'dhum, lakin dhakara ba'dhum annahu lam yajidhu fi rawda, lakini ametaja mmoja baadhi yao kwamba hajayakuta maneno hayo katika rawda ya al-Imam an-Nawawi. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، نسمع أمسما شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم، katika yale maneno ambayo ameyanakili kutoka kwake mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim amenakili kutoka kwa mwalimu wake Ibn Taymiyyah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، نعم سيما شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم، katika yale maneno ambayo ameyanakili mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim fi Zad al-Ma'adi, ameyanakili maneno hayo katika kitabu Zad al-Ma'adi. Athnaa dhikrihi tafdhil, katika kule kutaja kwake mambo yaliyo bora, tafdila baadhi al-ayami wash-shuhuri ala baadhi, kufadhilisha ubora wa masiku na miezi juu ya nyingine. Siku ipi ni bora zaidi kuliko siku ipi? Mwezi upi ni bora zaidi kuliko mwezi upi? Katika kule kutaja kwake hivyo, fa ajaba ash-shaykh, shekhe akajibu, yani Sheikhul Islam akasema hivi: amma al-qa'ilu bi anna laylat al-Isra'i afdalu min laylat al-Qadr, amma mwenye kusema kwamba usiku wa lailatu al-Isra ni bora zaidi kuliko usiku wa lailatul qadri, fa in arada an takuna al-lailatu allati usriya fiha bin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, ikiwa mtu huyo amekusudia usiku ule ambao mtume amepelekwa safari yake ya Isra, wa nadhairuha, na mifano yake min kulli amin, kila mwaka, kwamba siku hiyo ya Isra afdal li ummati Muhammadin, siku hiyo ni bora zaidi kwa watu wa umma Muhammadi, min lailatul qadri, kuliko usiku wa lailatul qadri, bihaythu yakunu qiyamuha, katika namna ambayo kinakuwa kisimamo chake siku hiyo ya Isra cha usiku, waduau fiha, na kuomba dua ndani ya usiku huo, afdala minhu,
fi lailatul qadr ni bora zaidi kuliko lailatul qadr, fahadha batil, jambo hili ni batil. Ikiwa mtu atasema hivyo kwamba usiku ule wa Isra, maana kuna mambo ya ajabu hivi karibuni, miaka ya karibuni, vinyuma kitambo kidogo, hamjapata kusikia watu wakisema kwamba siku ile ya kuzaliwa mtume ni bora zaidi kuliko lailatul qadr. Allah yeye amesema lailatul qadr khairun min alf shahr. Kwa hiyo kuna watu wakasema kuna usiku mwingine bora zaidi kuliko lailatul qadr. Usiku gani ule aliozaliwa mtume? Kwa hiyo na hapa Ibn Taymiyyah anasema ikiwa msemaji atasema kwamba ule usiku wa Isra na Mi'raj, kama atakusudia usiku ule kuwa ndio bora zaidi kwa watu wa umma Muhammad, kwa kufanyia ibada usiku ule, kwa kusimama usiku na kuomba dua, kwamba ndio jambo bora zaidi hilo kuliko lailatul qadri, fahadha batil, jambo hili ni batil. Lam yaqulhu ahadun min almuslimin, hajasema kauli hiyo mtu yoyote katika Waislamu. Wa huwa ma'lumu al-fasadi bil-ittirad min dini al-Islam, na ni wazi kabisa jambo lenye kujulikana dhahiri kabisa kwamba ni batili uharibifu wake, ni batili kabisa uharibifu wake kulingana na kanuni za dini ya Kiislamu. Jambo hilo ni batili kabisa, ni fasadi. Hadha idha kanat lailatul Isra'i tu'rafu aynuhu, hivi ikiwa utajulikana usiku wa lailatul qadri wenyewe, hasa kama ulikuwa huu, hakuna khilafu, hiyo ndio yajulikana hasa, hakuna ikhtilaf kwamba usiku wa lailatul qadri ni huu. Halafu akatokezea mtu akasema kwamba huo ni bora zaidi kuliko lailatul qadri, basi ni batil kwa mujibu wa kanuni za dini ya Kiislamu. Hiyo itakuwa hivyo ikiwa ndio yajulikana. Sasa anasema fakaifa, basi litakuwaje jambo walam yaqum dalilun ma'lumun ala shahriha, jambo litakuwaje wakati haijasimama dalili yenye kujulikana? Hakuna dalili qati'a, hakuna dalili qati'un yenye kukata moja kwa moja kwamba ni siku, hakuna. Fakaifa walam yaqum dalilun ma'lumun, itakuwaje jambo ikiwa haijasimama dalili nayo la ala shahriha, si kwenye mwezi wake. Wako waliosema Rabiul Awwal, wako waliosema Dhulqaada, wako waliosema Rajab, wako waliosema Ramadhan. Wala ala ashriha, wala kathira, wala ala ainiha, wala yenyewe, bal an-nuqulu fi dhalika munqati'atun mukhtalifatun, bali nukuu zote zilizokuja katika jambo hilo munqati'atun, ni zenye kukatika, mukhtalifatun, zenye kupishana pishana, laisa fiha ma yuqta'u bihi, hakuna kwenye nukuu hizo kauli ambayo patakatwa maneno kwamba ni hii hapa, hakuna. Wala shuri'a lilmuslimina takhsisu al-lailati allati yudhannu annaha lailatul Isra'i biqiyamin wala ghairihi, wala hapajawekwa sheria kwa Waislamu, sheria ya kuhusisha usiku ambao unadhaniwa kwamba ndio usiku wa lailatul qadri. Hapajawekwa sheria ya kusimama usiku huo kufanya ibada kwa qiyam wala ghairihi, wala jambo jingine lolote. ولا يشرع للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الإسراء، ndio wala hapajawekwa sheria ya kuhusisha usiku ambao unadhaniwa kwamba ndio usiku wa Isra,
biqiyami, na hapajawekwa sheria ya kusimama usiku mtu kwenye ibada, wala ghairihi, wala jambo, afanye mambo yake kama kawaida. Kama alikuwa ni msimamaji wa usiku kila siku, basi asimame kama desturi yake, lakini hakuna specific kisimamo cha usiku kwa ajili ya usiku wa al-Isra. Leo ndio mtume kapelekwa Mi'raj, kwa hiyo mtu akanyanyuka usiku akafanya ibada kwa ajili hiyo, la, hapajawekwa sheria hii. Ila an qala, mpaka akafika kusema wala yu'rafu an ahadin min al-muslimin, wala haijulikani kutokana na yoyote yule katika Waislamu, annahu ja'ala al-laylata al-israa, kwamba ameufanya usiku wa Isra fadilatan ala ghairiha, ameufanya usiku huo kwamba una fadhila zaidi juu ya misiku mingine. Hakuna yoyote, haijulikani kwa yoyote kwamba kajalia hivyo, la siyama ala lailatul qadri, hasa usiku wa lailatul qadr, achilia mbali usiku wa lailatul qadr. Wala kana as-sahabatu wat-tabi'una lahum biihsan yaqsiduna takhsis lailatul isra'i bi amrin min al-umur, wala hawakuwa masahaba wala matabiina waliofuata masahaba kwa wema wakikusudia kuhusisha usiku wa lailatul isra kwa jambo lolote katika mambo mbalimbali. Soma wewe habari zote za Mi'raji, hutopata kusikia kwamba masahaba walikusanyika usiku wa lailatul qadri wakasoma habari ya Mi'raj, wala matabiina. Huwezi kusikia jambo hilo, hujapata kusikia kabisa kwamba sahaba fulani Umar labda au Uthman akawatangazia watu, jamani, kesho ndio usiku wa Mi'raji, kwa tutakuwa na utenzi wa Mi'raji, tutakuwa tuna jambo kadha au tuna jambo kadha. Na usiku wa Mi'raji ni jambo lisilokuwa na shaka ulikuwepo, na mtume alichukuliwa kutoka Maka mpaka Baitul Muqaddas. Allah anasema hivyo, subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, ili tukamuonyesha katika miujiza yetu, alama zetu, aya zetu. Safari ilikuwepo, haina mashaka. Lini ilikuwa? Hakuna kidhibiti. Kauli zimekuwa nyingi kama tulivyoona, tena za wanazuoni wa zama hizo, wa karne hizo, sio za leo. Wanasema wala kana as-sahabatu wat-tabi'una lahum biihsanin, hawakuwa masahaba, hupati kuona katika zama zao kwamba walishughulishwa mno baada ya ile siku yenyewe ile, kwamba ikawa sasa kila mwaka wanaadhimisha usiku wa Mi'raj, wanaitana misikitini, wanakwenda kupeana habari ya Mi'raji, wanakwenda kusoma mambo ya Mi'raji. Hawakuwa hivyo kabisa masahaba wala matabi'in. Wala kana as-sahabatu wat-tabi'una lahum biihsan yaqsiduna takhsisa lailatul isra, hawakuwa wakikusudia kuhusisha usiku wa lailatul al-isra biamri, kwa jambo lolote min al-umuri, katika mambo, wakifanya mambo yao kama kawaida. Wala yadhkurunaha, wala hawakuwa wakiutaja, jamani, leo ndio Isra, leo ndio mtume leo kenda Baitul Muqaddas, na mwaka mwingine kwa jamani, hamkeni, leo ndio ule usiku wa Isra, tunakumbushana kesho ndio Isra na Mi'raj. La, hawakuwa wakitaja hivyo masahaba wala matabi'in. Walihadha, na kwa ajili hiyo, la yu'rafu ayya lailatin kanat, haijulikani ni usiku gani ulikuwa usiku wa Isra na Mi'raj, lakini ni jambo ambalo lilikuwa. Intaha, yameisha hapo maneno yake. Sheikh anasema hadha huwa al-amru al-awwal, hili
ndilo jambo la mwanzo fima yataallaqu bilisrai walmiraj, katika mambo yanayofungamana na jambo la safari ya Isra na Miraj, ambalo hili katika zama za leo, miaka ya leo, ikifika mwezi wa Rajab imekuwa tena shamra shamra ya kwelikweli. Kesho ndio Miraji, kesho ndio Miraji. Kila mtu siku atapata habari kesho Miraji, na usiku wake mambo yanafanywa, asubuhi watu wanaamka na fungu. Lakini jambo lenyewe kuthibiti kwake lini, wakati gani, mwezi gani, wameanza kuzozana huko, wamehitilafiana huko, wala halikuwa ni jambo la kushughulikiwa hivyo katika zama hizo. Sheikh anasema waqad tabayyana bihi, na kwa hakika imebainika, annahu lam yathbut tarikhu al-Isra wal-Mi'raj fi ayi laylatin, haijathibiti tarehe ya safari ya Isra na Mi'raji katika usiku wote, fi ayi laylatin au shahrin au sanatin, katika usiku wote au mwezi wote au mwaka wote. Haijulikani mwaka upi, mwezi upi, wala usiku upi. Yajulikana safari ilikuwepo, haikuwa na shaka. Lakini mwezi gani, Rabiul Awwal, la, wapo waliosema hivi. Dhulqaada, ndio wapo waliosema hivi. Ramadhan, wapo waliosema hivyo. Rajab 27, wapo waliosema hivyo. Alimradi haijulikani siku ni ipi, mwezi ni upi, wala mwaka. Hilo ni jambo la mwanzo kuhusiana na habari ya Mi'raj. Nadhani alisema tusimame hapo. Na muda ushafika adhana. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam, una swali? Hamna swali eh? Bila shaka itakuwa na jana kuelekea masiku haya au hii miaka ya karibuni, kwamba dunia nzima kama imekubaliana hapa ukiondoa, manake hizi ikhtilafu tuvisikii kabisa ya mwezi 27 Rajab. Wallahu a'lam. Kitu gani kimepelekea hivi? Wallahu a'lam. Unirudie swali nimesema. Tayeb. Muulizaji anauliza kwamba kitu gani kimepelekea mpaka kuwa miaka hii kana kwamba umma umekubaliana kwa mwezi 27 ndio mwezi 27 Rajab, wakati hizi kauli nyingine hatuzisikii. Wallahu a'lam. Lakini hayo yamekuwa mageni kwa watu wasiojishughulisha na mambo ya dini. Wamekuwa ni watu wenye kufuata mkumbo. Kwa hiyo kisimama mmoja mwezi 27 au watu fulani mwezi 27 Rajab, na kwa sababu ya kutukuzwa sana mwezi wa Rajab hii ikapata nguvu zaidi. Lakini mtu ambaye anajishughulisha na masala ya kusoma mambo haya yapo kwenye vitabu vya kama hicho kitabu cha Al-Bidaya wa Nihaya, kipo pale ana pale kuna tafsiri ya Ibn Kathir, sawa. Kama hicho kitabu Al-Bidaya wa Nihaya, kitabu maarufu cha mwanachuoni Ibn Kathir cha miaka. Sasa kwa mtu hayajui haya, ni kwa sababu ya kutokujishughulisha na masala ya dini na vitabu vingine. Nadhani hata katika kitabu Ar-Rahiq al-Makhtum pia
wafikum baraka. Kwenye swali lingine hamna? Kwa nadhani itakuwa tumejifunza bila shaka. Sasa tunajua mwezi 27 tu, baadhi yetu tunajua mwezi 27 tu ndio mihraji, lakini la, ziko akwali nyingi tena huko zimeanza kama tabiri, wamesema hivi, wamesema hivi, wamesema hivi, lakini maswahaba hawajalitia akilini sana, kwa kila mwaka wanaliadhimisha hilo jambo. Haikuwa wallahu a'lam. Basi kama swali hamna, nadhani tutakuwa tumebakisha hapa lesson moja tu inayofuata fupi tu kukamilisha huu muhadhara. Sehemu iliyobakia katika kitabu itakuwa ni maswali na majibu mbalimbali, lakini ile atamassuku bisunnati nabawiyya itaishia katika darasa ifuatayo biidhnillah tabaraka. Naam, Sheikh Ali, labda una chochote cha kusema? Oia Sheikh Rajab kaondoka, labda Ibn Umar anacho kusema? Hamna. Basi barakallahu fik. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.